usije ukaitikia kupotezwa na mtu yeyote, maana injili ya kweli, injili ya kweli, true gospel, the true gospel, injili ya kweli, number one, inaleta salvation. The true gospel au injili ya kweli inaleta wokovu. Injili ya kweli yaleta wokovu. Wacha nisome katika kitabu cha Warumi 1 mstari huo wa 16 ili tusikie neno linasema nini. Ndugu yangu, ili tusikia kwamba the true gospel au injili ya kweli yaleta wokovu. Kitabu cha Warumi, waraka wa Warumi 1 mstari huo wa 16, maandiko yanasema hivi: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba sionei haya, hakuwa anaonea haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, na kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo injili yaleta wokovu. Injili ya kweli yaleta wokovu. Lakini injili ya panda mbegu, injili ya pokea makonteina, injili ya kuambiwa ya kwamba nunua mafuta, injili ya kwamba nunua chumvi, injili hiyo hakuna pahali popote itakusaidia ndugu yangu, haitakusaidia hata kamwe. Kwa hivyo utaishi kulia, utaishi kuangamia, na utatapeliwa pesa zako. Tena unaambia kwamba umeokoka. Na ndio unaona hata siku hizi wahubiri hawa wanaambia watu ya kwamba kuja piga magoti tukuombee ili upate wokovu. Wokovu haupatikani na njia hiyo. Wokovu haupatikani kwa kuombewa na mhubiri. Wokovu unapatikana kwa kuamini neno la kweli. Watu wengi wanahubiriwa injili ya kwamba ati sema maneno haya nyuma yangu, sema Mungu, nimesikia neno na kuomba, futa jina langu katika kitabu cha Shetani, niandike jina langu katika kitabu cha milele, cha uzima wa milele. Sasa unaambiwa kwamba umeokoka. Hakuna wokovu unapatikana na njia hiyo. Hao ni wahubiri ambao hawajajifunza neno. Hao ni wahubiri ambao hawajafanya utafiti katika maandiko na kusoma ili wapate kuelewa, je, wokovu unapatikana na njia gani? Kwa hivyo injili ya kweli inaleta kitu inaitwa salvation. The true gospel brings salvation. Kwa hivyo, and its power, iko na nguvu, the power of salvation. Kwa hivyo watu wengi ambao wanaotaka kufuata kweli, ni vizuri wajue ya kwamba injili yaleta wokovu. Jambo la pili, injili ya kweli inaleta nini? Inaleta nuru. Brings light. The true gospel au injili ya kweli brings light. It brings light. Wacha tusikia maandiko inasema nini. Kitabu cha waraka wa Wakorinto wa pili 4 mstari huo wa 4. Maandiko inasema nini? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Masihi, aliye sura yake Mungu. Kwa hivyo tunasikia kwamba injili inaleta nuru ya utukufu wake Masihi. Kwa hivyo injili inaleta nuru ya utukufu wake Masihi. Kwa hivyo yoyote ambaye ameamini injili ya kweli inaleta nuru ndani yake. Kwa hivyo, kwa nini ilete nuru ndani yako? Sababu mara ya kwanza
ulikuwa katika giza. Ulikuwa katika giza. Na wakati ulikuwa katika giza, ndiyo injili ya kweli ulipoisikia. Injili ya kweli ndiyo inaleta nuru. Kwa hivyo giza inatoka ndani yako. Kwa hivyo ambao wako katika gospel of prosperity, ndugu yangu, nina shauku kumbwa, nina tetemeko kumbwa, na nina jambo la kufanya niwe na uoga sana, kwa sababu wakati uko katika injili ya gospel of prosperity, the right cannot be in you, because Masihi injili yake si ya prosperity. Masihi injili yake ni ya kuwaita watu watoke katika dhambi, ili ndani yao aondoe giza. Akiondoa giza ndani yako, alete nuru. Nuru ikuwe ndio inakuangazia ndani yako. Kwa hivyo wewe unakuwa mwana wa nuru, maana umehubiriwa injili ya kweli. Kwa hivyo mimi ninajua ya kwamba, na ni tumaini langu ya kwamba, ukitikia neno la kweli, ukitikia injili hii ya kweli, nuru itakuwa ndani yako. Jambo lingine injili ya kweli inaleta, injili ya kweli inaleta, injili ya kweli inaleta kitu inaitwa nini? Inaleta kitu inaitwa immortality. Immortality ni kumaanisha nini? Wacha tusome kitabu cha Timotheo, waraka wa Timotheo, kitabu cha waraka wa Timotheo nasema nini? Timotheo, maneno mengine immortality, tusikie Biblia inasema immortality inaitwa nini na lugha ya Kiswahili. Hali ya kukosa kufa. Yaani wacha tusikie. Timotheo wa pili 1 mstari huo wa 9. Timotheo au waraka wa Timotheo wa pili mlango huo wa kwanza mstari huo wa 9 inasema hivi: ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi. Kwa hivyo hatukuitwa kwa kadri ya maneno yetu sisi, hapana, bali kwa kadri ya makusudio yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Masihi tangu milele. Mstari huo wa 10, na sasa inahidhirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Masihi, aliyembatili mauti. Yaani aliyebatili mauti. Masihi yetu ndiye aliyebatili mauti. Wacha tusikie, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutoharibika. Masihi tunasikia kwamba alifunua. Masihi alifunua uzima. Aliufunua uzima. Tunasikia kwamba aliufunua uzima. Jambo hilo lingine, na kutoharibika. Kutoharibika. Masihi aliufunua uzima na kutoharibika. Wacha tuendelee. Kwa ile injili. Ndugu zangu, maneno haya ni maneno matamu, maneno ambayo yamezidi asali. Yaani tunasikia kwamba Masihi aliufunua uzima, Masihi alileta kutoharibika. Kwa nini? Kwa injili. Yaani kwa injili. Na alibatili mauti. Alibatili mauti. Maneno haya ni maneno muhimu sana ndugu yangu, na ninakuomba uendelee kunifuata vizuri, ili ujue ya kwamba, je, ni nini hii ambayo tunaongea? Je, ni nini hii tunayoelimishana nayo? Je, ni nini hii tunayotiana nayo na nguvu mtu na yule mwingine? Kwa hivyo injili
ndiyo ilifunua uzima na kutoharibika. Tena mauti ilibatiliwa na injili ya kweli, si injili ya pada begu, si injili ya pokea makonteina kutoka China, si injili ya kuambia utambarikiwa, utainuliwa. Hapana, ni injili ya Masihi wetu ndiyo ilifunua uzima. Kwanza ujue ya kwamba uzima hatukuwa nao wakati hatukuwa na uzima sisi, isipokuwa ni Masihi wetu alikuja na kaonekana. Sisi tulikuwa tumewachwa uzima, hatukuwa nao na hatungepata uzima, bali kwa upendo wa Baba wetu wa mbinguni aliyoonyesha ulimwengu, alitupee mwanawe ambaye ni Yashua Masihi, akaja akafa ili tupate uzima. Isipokuwa ni Masihi, sisi hatungepata uzima, maana uzima ambao tunaupata kupitia Masihi. Na uzima huu Masihi yako nao amepewa na Baba, amerithi kila kitu kwa Baba. Kwa hivyo Masihi tumeona ya kwamba amerithi uzima kutoka kwa Baba. Sisi naye tunaona ya kwamba anatupea uzima kupitia yeye. Kwa hivyo ndugu yangu, maneno haya ni maneno ya muhimu sana, na ninakuomba ujue ya kwamba Masihi wetu yeye ndiyo tunaona ya kwamba alibatili mauti. Ya Kikuyu, lugha ya Kikuyu inasema ati niwe waninirege kuo, yaani yeye ndiye aliangamiza kifo, yaani mauti. Masihi tunaona ya kwamba tunaona ya kwamba na lugha, wacha nisome na lugha hii ingine ya Kikuyu, nyinyi ambao mnaoshika vizuri muelewe maneno haya. Kitabu cha Timotheo wa pili 1 mstari huo, maneno haya ili muelewe. Timotheo wa pili 1 mstari huo wa 10. Sasa inasema hivi: naguo riu ni uguranirwo ni undu wa uria mwonokia witu Yashua Mesia okire akioneka owe waninire gikuo agigituma muoyo ona uhoro wa kwaga kubutha cianikwo utheri-ini ni undu wa uhoro uria mwega. Kwa hivyo Masihi wetu yeye ndiye alifanya nini? Kifo itoweke. Alifanya kifo itoweke. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya injili. Na akafanya nini? Uzima upatikane na kutoharibika. Ndugu na dada yangu ambao unanifuata, tujue ya kwamba sisi zote tulikuwa under spiritual death. We were under spiritual death. Na wakati mtu ako katika spiritual death, ndugu yangu, wakati mtu ako katika spiritual death, hawezi zaa mazao ambayo ni ya kweli. Hawezi zaa mazao ya kupendeza Baba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Masihi wetu yeye ndiye alifanya spiritual death iangamie ndani yetu, ili sasa tusije tukakuwa wana wa kutumikia dhambi, sababu Masihi amekuja. Tena tunaona ya kwamba injili hii ndiyo ilileta uzima. Injili ndiyo ilileta uzima. Kikuyu inaitwa muoyo. Uhoro mwega niguo wareire muoyo. Tena kutoharibika kulipotekana kwa nini? Kwa injili ambayo iliyoletwa na Masihi wetu. Kwa hivyo kutoharibika. Je, sisi tulikuwa tumeharibika? Sisi hatukuwa katika pahali pazuri. Sisi wote tulikuwa tumeharibika. Sisi wote tulikuwa tumezaliwa na mbegu ya kuharibika. Sisi zote tulikuwa tumezaliwa na mbegu ya kuharibika, lakini tulizaliwa tena
na neno. Tulizaliwa tena na neno, tukaingizwa katika hali ya kutoharibika sisi. Wacha tusikie neno hilo ili tujue ya kwamba sisi zote tulikuwa katika hali ya kuharibika. Hatukuwa tuzae mazao mazuri, hatukuwa tuzae mazao ya kupendeza Baba, hatungemheshimu, hatungeishi kulingana na Baba wetu wa mbinguni vile alikuwa ameagiza mtu akae. Sababu gani? Huyu mtu alikuwa tayari ameharibika, na aliharibika kwa sababu ya dhambi ilipoingia katika ulimwenguni. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vizuri ujue ya kwamba maneno ambayo tunayonena hapa si maneno ya ovyo, si maneno ni ya hadithi. Hapana, ni maneno ya kweli, maneno ambayo yatatusaidia sisi. Wacha tusikie kitabu cha Timotheo, kitabu cha Petro, Petro wa pili 1. Sasa tufike pale kitabu cha Petro tufike kitabu cha Petro. Wacha tuangalie vizuri kitabu cha Petro, kitabu cha Petro wa kwanza 1, kitabu cha Petro, waraka wa Petro wa kwanza 1 mstari huo wa 21. Nasema hivi: ambao kwa yeye mmekuwa mwenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuifikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, si kwa mbegu iharibikayo. Kuna mbegu iharibikayo, tunasikia kwamba iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hivyo tunasikia ya kwamba, ndugu yangu, tunasikia ya kwamba tumezaliwa na tena na mbegu isiyoharibika, yani neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Elohimu wetu ndilo sasa limetuzaa sisi, tunaingizwa katika hali isiyoharibika. Kwa hivyo kusipokuwa na neno la kweli, ni kumaanisha kwamba tutaishi katika kuharibika. Wakati tutaendelea kuhubiriwa injili ya panda mbegu, pokea makonteina, je, tutaishi katika hali ya kuharibika? Lakini wakati tutamwamini Masihi wetu na tupokee neno la kweli, sisi sasa tutazaliwa na neno la Elohimu wetu, tuingizwe katika hali ya kutoharibika sasa. Na mtu ambaye amekuwa katika hali ya kuharibika, huyu mtu hawezi kuwa na kitu inaitwa nini? Utukufu wa Baba umeweza kumtokea, umeweza kuondoka ndani yake. Na ujue ya kwamba wakati Adamu alipoasi sheria, dhambi, ndugu yangu, nataka uone mambo haya mazuri sana. Wacha niandike hapa. Wakati Adamu alipoasi, dhambi iliingia ulimwenguni. Alipoasi sheria, wacha niandike hapa sheria. Alipoasi sheria, dhambi
iliingia ulimwenguni. Dhambi iliingia ulimwenguni. Na wakati dhambi iliingia, sasa Adamu he was he was separated. He was separated from the glory. He was separated from the glory of the Father. Wacha tuone maandiko haya vile inavyosema. Kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi 3 mstari huo wa 23. Maandiko linasema hivi. Warumi 3 mstari huo wa Warumi 3 mstari huo wa 23 inasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tunasikia kwamba wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wakati Adamu alipoasi sheria, dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hivyo the glory ile mtu alikuwa nayo ikampungukia. Kwa hivyo he was fall short to the glory. He fall short to the glory. He fall short to the glory of our Father. He fall short to the glory of our Father. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba maandiko haya ni maandiko ya muhimu sana. Kwa hivyo the glory, utukufu ulipungua. Utukufu ulipungua. Jambo lingine liliingia katika mtu. He was separated. He was separated. Wacha tusikie kitabu cha Wakolosai 1 mstari huo. Wakolosai 1 mstari huo mstari huo wa katika kitabu cha Wakolosai, ndugu yangu, tupate kuelewa andiko hili kwa undani, tujue kwamba tulikuwa tumefanywa nini. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari huo wa 21 inasema hivi. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa. Tulikuwa tumefarikishwa. Separated. Tumefarikishwa. We were separated. Tulikuwa tumefarikishwa tena. Tumefarikishwa tena adui katika nia zenu. Kwa hivyo tena tukakuwa na uadui katika nia zetu. Kwa hivyo tulikuwa tumefarikishwa tena tukatenganishwa au tukapungukiwa na nini? Na utukufu. Tukafarikishwa, we were separated tena katika nia zetu au katika nia za mwanadamu. Tunaona ya kwamba tena andui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha. Kwa hivyo tulikuwa adui kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Kwa hivyo ndivyo tunaona ya kwamba injili ya kweli inaleta mwanga. Injili ya kweli ndiyo inaleta hali ya kutoharibika. Kwa hivyo mwanadamu yeyote au mwanadamu yule na yule mwingine, wote walikuwa wametanganishwa na Baba. Utukufu wa Baba wetu wa mbinguni ulipungukia kila mtu na yule mwingine.
tena mtu akafarikishwa kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Na kuwa na dhambi ni kumaanisha kwamba huyu mtu amekuwa adui ya Baba wetu katika nia yake au mawazo yake, akakuwa adui ya Baba. Sababu gani? Hangeweza kumtii Baba, hangeweza kumtii Baba wa mbinguni ili amfurahishe. Washa tuone maandiko yanasema nini. Je, sisi hatungeweza kumfurahisha Baba wakati tulikuwa tumefarikishwa na Baba wetu wa mbinguni? Kitabu cha Warumi 8 mstari huo wa 7. Maandiko yanasema hivi, mstari huo wa 7, maandiko imeandikwa hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo tunasikia kwamba yani hali ile ya mwili ina uadui sana na Mungu, kwa sababu haiwezi tii sheria ya Mungu. Kwa hivyo wakati mtu alikuwa amefarikishwa na Mungu, yani hangeweza kuitii sheria ya Mungu. Sababu gani? Yeye mtu aliingizwa hali ya kuwa ya kwamba sasa ameweza kuutumikia mwili, na kuutumikia mwili ni kumaanisha kwamba sasa wewe umekuwa mtumwa wa kutumikia mambo ya kimwili. Hauwezi kuwa sasa unatumikia mambo ya kiroho. Na ndivyo tunaona ya kwamba hii ndiyo mambo ambayo ilifanyika wakati Adamu alipoasi sheria. Wakati alipoasi sheria, dhambi ikaingia ulimwenguni. Nayo dhambi wakati iliingia ulimwenguni, dhambi ikaanza kuzaa mazao. Sasa sisi wote tukakuwa ya kwamba tumefarikishwa na Baba, tukakuwa ya kwamba utukufu wa Mungu umetupungukia. Tukakuwa ya kwamba sasa Baba wetu wa mbinguni amekasirikia mwanadamu. Wacha tusikie kitabu cha Wakolosai 3, kitabu cha Wakolosai 3 mstari huo wa 5. Maandiko inasema hivi, 3 mstari huo wa 5 inasema hivi: basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo wakati dhambi iliingia ulimwenguni, tunaona ya kwamba dhambi ikakuwa na mazao, na si mazao mazuri. Nayo mazao ya mabaya, tunaona ya kwamba mtu akakaliwa na ghadhabu. Kwa hivyo ghadhabu ya Baba inakalia mtu yule ambaye ungali katika dhambi. Kwa hivyo watu wa dunia hii, the wrath au hasira ya Baba ikakalia ulimwengu, kwa sababu mtu aliacha sheria, dhambi ikaingia katika ulimwengu. Nayo dhambi wakati iliingia katika ulimwengu, mtu akakuwa mtumwa wa dhambi, na wakati alikuwa mtumwa wa dhambi hangeweza kufurahisha Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo tunaona jambo la muhimu ni kwamba Masihi wetu wakati atakapokuja sasa, atakuja kufanya kazi kubwa na ndivyo tunaona ya kwamba Masihi wetu kabla akuje, tujue ya kwamba tulikuwa namna gani. Wacha nisome kitabu cha Warumi 6 mstari huo wa 20. Maandiko inasema hivi: kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru bali na haki. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru bali na haki. Kwa hivyo tunasikia kwamba kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru bali na haki. Kwa hivyo ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayotahayarika sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Kwa hivyo mwisho wa mambo ya dhambi ni mauti, na ndio tunaona kwamba dhambi ilizaa mauti.
Dhambi ilizaa mauti. Kwa hivyo ndugu zangu, ni vizuri tujue haya na tusije tukapotezwa, na tusije tukaambiwa na tukahubiriwa injili nyingine ambayo haiwezi kutufaidi sisi. Kwa hivyo wakati tunaona ya kwamba dhambi ilipoingia ulimwenguni, watu wakafarikishwa na Baba, utukufu wa Baba wetu ukakuwa umepungua, tena watu wakakuwa watumwa wa dhambi. Ni kumaanisha kwamba hawa watu tena waliingizwa katika kingdom, yaani waliingizwa katika kingdom ya Satan. Na huku ndiko Masihi wetu sasa anakuja ili aweze kututoa sisi tuingizwa katika ufalme wa Baba wetu wa mbinguni. Yaani acha tuone kitabu cha Wakolosai 1 nikienda kutamatisha pale, maana mambo haya ni makubwa na ni mambo ya muhimu sana. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari huo wa 14 inasema hivi. 1:14 inasema hivi, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Wacha tuanze katika kitabu cha mstari huo wa 13. 1:13 Wakolosai. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Kwa hivyo tulikuwa katika nguvu za giza. Ndivyo tunasikia kwamba Injili ndio inaleta nuru. Kwa sababu tulikuwa katika nuru, kwa hivyo tulikuwa katika nguvu za giza. Injili inakuja kufanya kazi. Tunatoka katika nguvu za giza, Injili maana iko na nuru. Tunaona inatusaidia sasa tuingie katika nuru. Na alitukomboa sisi katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hivyo Baba wetu ndiye alituhamisha katika ufalme wa mwana wake ambaye aliyempenda. Kwa hivyo tunaingizwa katika kingdom ya Masihi wetu. Kwa hivyo tunaingizwa katika kingdom ya Masihi wetu. Kwa hivyo tunaingizwa kingdom of Messiah. The kingdom of Messiah. Tunaingizwa katika kingdom of Messiah kwa sababu ya upendo wake Baba wetu wa mbinguni aliyemtuma Masihi. Kwa hivyo tunatolewa katika nguvu za giza, tunaingizwa katika ufalme wa mwana wake Masihi. Na ili uingizwe katika ufalme huu, ndugu yangu, ni lazima uhubiriwe injili ya kweli, uweze kupokea injili ya kweli na tena uiamini. Ili injili ya kweli ilete nini? Ilete nuru, ilete kitu inaitwa huru. Injili ya kweli ilete kitu inaitwa ya kwamba wokovu. Injili ya kweli ndio inaleta hali ya kutoharibika. Kwa hivyo sasa mtu aachane na kuzaria au kuzaa mazao yanayotokana na dhambi. Sasa akuwe amezaliwa tena na neno, aweze sasa kuzaa mazao yanayotokana na mambo yasiyoharibika. Kwa hivyo injili ya kweli ndio tena inafanya tuingizwe katika kingdom of Messiah. Kwa hivyo ni vizuri ndugu yangu tupate kujua na kuelimika, kusipokuwa na kudharau au kukejeli. Tujue ya kwamba maneno haya ni ya muhimu sana na ni jambo la maana sana ili tupate kufaidika. Kwa hivyo Masihi wetu ni mwema. Masihi wetu yeye ana faida kubwa sana. Kwa hivyo ndugu yangu, jioni hii tulikuwa tunajifunza kuhusu injili na umuhimu wake, yaani injili ya kweli, na tena tujiepushe na injili ambazo zinahubiriwa na watu, injili hazina faida. Kwa hivyo siku ingine, Baba wetu akipenda, tutaendelea kwa undani kuona ya kwamba je, ili tuingizwe katika ufalme huu,
Je, ni nini tunastahili kuwa tunafanya? Ni nini tunastahili ili tuingizwe katika ufalme huu? Na tena wana wa ufalme tabia zao ni zipi? Wana wa ufalme tabia zao ni zipi? Yaani wana wa ufalme huu wa Masihi tabia zao ni zipi? Maana kuna tabia za wana wa ufalme wa giza, na tunasikia kwamba tumeotolewa katika nguvu za giza sasa, na tukakombolewa kupitia Masihi alipojitoa. Kwa vile Baba wetu wa mbinguni alionyeshana upendo mkubwa kupitia mwanawe, akatupa mwanawe Masihi. Huu ndio tunaona ya kwamba hakuna upendo mwingine kama huu, na hakuna mzazi au mtu yeyote anaweza fanya tendo kama hili. Hili lililopafanywa na Baba wetu wa mbinguni. Tunajua ya kwamba nyakati za kale au katika ufalme wa Shetani, tunaona ya kwamba Shetani au watu wengi ambao wako pande ya Shetani au wako katika in the kingdom of Satan, tunaona kwamba wao wanatoa au wanatolea miungu yao watoto, wanatoa kafara, wanaitolea miungu yao. Kama vile Moreku alikuwa anatolewa kafara za watoto, anapewa watoto. Lakini tunaona ya kwamba Elohim wetu yeye hatumtolei mwana, bali yeye ameshatutolea mwana wake ili tupate kukombolewa. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na kujua ya kwamba Elohim wetu ni mwema na fadhili zake ni mingi na neema yake ni ya maana sana. Kwa hivyo ndugu zangu, jioni hii tulikuwa tunajifunza hali ya kujua na kutofautisha hali ya walimu ambao watu wengi wanajifanyia makundi wanawapoteza, na vile hali ya injili ya kweli ni mambo ya muhimu inayotutendea sisi ili tupate kuwa katika hali ambayo inayofaa. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi nakuomba kama uko na swali lolote, usikawie na tena usiogope kuuliza swali, maana swali ni la maana na swali liko na faida kubwa sana na linaweza kutusaidia. Na kama unaweza uliza swali lolote, huwa ninapeana namba ya simu na nitaiandika tu pale kwa YouTube, ili yule mtu ako na swali yoyote anaweza niuliza. Namba ya simu ni 0798774598, 0798774598. Mimi niliyekuwa naongea nanyi naitwa Eric au naitwa Mwangi Kabunyi au Mwangi Kafonyi, hilo ndilo jina langu, na napenda Masihi, na tena nafurahia wakati ninapeperusha ujumbe wa kweli, ujumbe wa sasa, ujumbe wa kutufaidi, ujumbe wa kutuokoa, ambayo ndio injili ya kweli na injili ya milele ya kufanya sisi tuweze kuokolewa. Kwa hivyo ndugu zangu, ninawapenda. Endeleeni kutufuatilia sana katika mtandao huu wa kijamii ambao unaitwa Masihi Nuru ya Ulimwengu, tupate kuendelea kuelimishana, tena kujua mengi, na tuendelee kujifunza. Maana siku hizi watu wengi wamepotea, watu wengi wanataka kusikia maneno ovyo ovyo, watu wanataka tu kusikia mambo ya comedy, wakati wanahubiriwa kweli hawataki. Lakini ndugu yangu, ninakuomba wewe unapenda kweli, usije ukapotea. Dunia yetu inaendelea tu kuharibika, inaendelea kuwa ikizorota, lakini ni wewe ujijue na mimi nijijue, ili tujue, je, ni vipi au ni wapi nitakapoendelea kumjua Baba wetu wa mbinguni na tena kuwa naisikia neno lake. Nimeshukuru kwa wakati huo tumekuwa nanyi jioni hii, na vile mmeweza kunisikiliza, na tena vile tumeendelea pamoja nanyi,
na nashukuru Baba wetu, na mimi ninayoongea nanyi siwezi kuwa nasema kwamba ati najua mengi au ninajua yote, bali tu najikakamua katika mwenendo huu ambao tumeitiwa tuende nao, ili tuwe tunamtii na tena tunafanya Masihi wetu aweze kuinuliwa. Kwa hivyo na kuomba pahali popote upo, endelea kuinua Masihi, pia mimi niinue Masihi. Tusiinue watu. Siku hizi watu wanainua watu sana kuliko kuinua Masihi. Wanajengwa katika wanajengwa katika yani foundation ya watu kuliko kujengwa katika foundation ya Masihi. Mimi nawaomba wahubiri wa kweli, endeleeni kuinua Masihi na mfanye watu wajengwe katika mjengo ambao ni imara katika Masihi, ili waendelee kuhubiri Masihi wetu. Asanteni. Baba wa mbingu awabariki na watendee mema. Tuonane. Kwaherini. Shalom, shalom, shalom. Daddy.